Tulibaini kuwepo kwa uhitaji mkubwa sana wa wanafunzi kupata vifaa vya shule kutokana na hali ya familia wanazotoka kutokuwa rafiki. Baada ya kulitambua hilo, tulikaa kuona namna bora zaidi ya kufanya ili kuweza kuwafikia wanafunzi wengi zaidi kwa wakati mmoja. Baada ya kukaa, tuliona njia mojawapo ya kuwafikia wanafunzi kwa wingi zaidi ni kuwa na hafla ya pamoja ambayo itakusanya pamoja kwa lengo la kukabidhi vifaa kwa wanafunzi hao na kutukutanisha na wadau mbalimbali wa kielimu kutoka ndani ya mkoa wetu na nje ya mkoa wetu wa Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, taasisi ya Tulia Trust tumekuwa tukiwasaidia wanafunzi nyakati mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwasomesha wanafunzi kwenye nyanja mbalimbali za kielimu, ikiwa ni vyuo vikuu. Hawa huwa tunakuwa tukiwasaidia kwa kuwalipia ada kwa wale wanafunzi wanaoshindwa kumaliza masomo yao kwa kukosa ada hizo. Kale mahitaji madogo madogo ambayo watoto wetu wanakuwa wanahitaji kwa ajili ya shule, basi tujitahidi kuwahudumia ili watoto wawe na utulivu shuleni, kwa sababu kufaulu kwa mtoto kunamtaka mwalimu afanye vizuri, lakini pia na mwanafunzi atie bidii na awe na nidhamu. Kwa hiyo sisi sote wazazi tushirikiane katika zoezi hili. Kupewa nguo za shule na vifaa vingine ni swala moja, lakini mtoto kufanya vizuri ni swala lingine. Si lazima wewe mfundishe, maana unaweza kuwa na mwenzangu na mimi hesabu kidogo zimekupiga chenga, Kiingereza tena ndo vile, na shule nyingi siku hizi wanatia mkazo huko. Sasa sisi tuwahimize watoto kwenda shule, asiweko mtoto anayebaki nyumbani, na ndio maana sisi tumeanza hili zoezi muda kidogo, ili asiwepo mtoto ambaye haendi shule kwa sababu amekosa raha, kwa sababu nguo yake si nzuri. Mmemsikia hapa fundi amesema, na ninyi mtaona watoto wanaosaidiwa hapa, hizi nguo za shule zina viwango vikubwa kuliko hata wale watoto wanaotoka kwenye shule, wanatoka kwenye kaya zile pengine zinazojiweza. Tumetafuta vitambaa bora kabisa vya mashati ama blouse, lakini vivyo hivyo tumefanya kwa sketi ama kwa suruali, ili mtoto huyu anapokwenda shuleni na yeye ajione ni sehemu ya ile familia ya wanafunzi, asiwe kila wakati anawaza nyumbani hali iliyopo. Tutajitahidi yale ambayo mzazi anaona pamoja na hayo bado yamemshinda, tutajitahidi wewe tuletee taarifa. Tunatamani kila mtoto wa Uyole atabasamu awapo shuleni. Ninachoweza kusema zoezi hili cha kwanza limeleta faraja kwa wazazi, lakini kwa watoto pia, kwa sababu mtoto unavyompa kitu kwanza anajenga kumbukumbu, lakini pia hawezi mtoto kusema, anaweza akashindwa kusema asante, lakini moyo wake unaonyesha kabisa kwamba amefarijika. Kwa hiyo zoezi hili pia litamsaidia mtoto kuona umuhimu wa shule. Tunajua jimbo letu la Uyole na mazingira yake kwamba asilimia kubwa unakuta wazazi ni wakulima wale wadogo wadogo. Unakuta inafika labda wakati wa kufungua shule mzazi anashindwa kumnunulia mtoto hata shati. Lakini kwa hiki alichokifanya mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia ni jambo kubwa sana ambalo halijawahi kutokea katika jimbo hili la Uyole. Hiki alichokifanya kwanza amewasaidia watoto wenyewe, lakini kawasaidia wazazi. Hao watoto watakuwa na ile hali, wana hali ile ya kuipenda shule, kwamba hata kama mtoto alikuwa hawezi kwenda shule, anaona labda kaptula yake imefunuka, anaona shati limefumuka, lakini kwa utaratibu huu utawasaidia kuwajengea ile hali ya kuipenda shule na kuipenda elimu. Utoaji wa hii misaada kwa wanafunzi ambao hawajiwezi unaenda kuwa chachu katika kuongeza ufaulu kwa wanafunzi au kwa wanafunzi ambao wakata tamaa kupenda shule. Jamii ilikuwa inapitia changamoto kubwa sana kwa watoto kukosa sare za shule. Hii itasaidia sana kukuza mwamko wa elimu na kuongeza ufaulu katika jimbo la Uyole.